Sasa hapa tumeona kwamba watu wanamtuhumu huyo mwanamke. Yule mwanamke alikuwa ni mke wake wa halali. Nisikilizeni kwa umakini. Yule mwanamke alikuwa ni mke wake wa halali, mke wake wa ndoa. Sio mwanamke kama inavyotafsirika kwa watu eti kwamba yeye amemzini akazaa yule mtoto. La hasha. Sio kweli. Sheikh Walid yule mwanamke ni wa kwake, tena wa halali, wa ndoa alimuoa. Lakini kila binadamu ana changamoto zake, ndio maana huwa hatupendi kuzungumzia mambo ya watu. Ushanifahamu? Mwanamke alikuwa na changamoto zake, hata kwa upande mwanaume kama binadamu, naye ana changamoto zake, wakashindwa kuelewana. Na ndoa ilifungwa Bagamoyo. Huo ndio ukweli nawaambia. Ndoa ya yule binti na shehe ilifungwa Bagamoyo. Sikwambia alikuwa mke wa ngapi. Ushanifahamu? Hayo hayanihusu na wewe hayakuhusu. Tunachotaka kukijua hapa ni kwa nini huyu mwanamke akajitokeza kuyazungumza yale aliyozungumza. Ushanifahamu? Kilichotokea baada ya hapo, na nikwambie mtu, shikeni hii kauli yangu moja. Unapokuwa kwenye nyazifa fulani, automatically kuna watu wako bize kuhakikisha unaondoka kwenye ile nyazifa ya kibinadamu. Ushanifahamu? Ukishateuliwa kwa kwenye nyazifa fulani, usikae na ukajisahau ukasema mimi hakuna mtu mwingine. Sheikh Walid yeye sisemi kwamba alijisahau, hakujisahau. Ushanifahamu? Sasa baada ya ndoa ile, narudi tena nyuma. Baada ya ndoa ile kuvurugika sasa. Ushanifahamu? Sheikh Walid ni kiongozi wa imani. Na sheria ya dini ya Kiislamu, kama mtu umemuoa akawa na ujauzito, kisheria huwezi kumwacha, huwezi kumpa tole talaka yule mtu. Ushanifahamu? Ni lazima yule mtu mpaka ajifungue. Ushanifahamu? Mpaka fanyaje? Ajifungue. Kama nitakuwa nimekosea mtanisahihisha mashehe. Ushanifahamu? Ule mwanamke amefikia hatua wakaachana na shehe. Mwanamke hakuwa na ujauzito, huo ndio ukweli. Ushanifahamu? Kwa sababu nikuulize swali. Laiti kama mwanamke shehe angekuwa na ushahidi, angejua kwamba nimemwacha mwanamke mwenyewe. Kwanza shehe hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu huyu ni kiongozi wa dini. Ni kweli ana madhaifu yake, lakini kuna vitu ambavyo vile jambo halikuwa la private, ilikuwa ni jambo la public. Kila mtu alikuwa anajua shehe ameachana na mwanamke fulani. Ushanifahamu? Na vipimo vilipita, mwanamke akaonekana hana mimba, kilichotokea ndio hivyo. Ndio hivyo tena. Sijajua shehe kasimamishwa uongozi kwa sababu ya skendo au la. Ushanifahamu? Kilichokuja kutokea ni nini? Kilichokuja kutokea, mtu mmoja tu kaja kamjaza sumu yule dada. Kwa sababu ngoma ikaanza kurindima mahakamani. Kwa sababu iko hivi, mwanaume yoyote hawezi kumkataa mtoto wake. Kama Sheikh Walid hawezi kumkataa mtoto wake. Ngoma ikaenda mahakamani. Sheikh Walid ana uhakika kwamba hii damu sio yangu, ila kwa sababu nina uongozi, nina nafasi, hivi vita ni lazima vitokee. Ushanifahamu? Mtoto ndo hivyo tena. Kitu fulani. Kwa sababu ingekuwa kweli mtoto wake kikawaida tu, kwa ya kawaida tu, shehe mahakamani angekataa. Ushanifahamu? Asingekataa. Dakika za mwisho kwa kumalizia, ili nisilete historia kubwa. Ushanifahamu? Nasema mimi namfahamu. Dakika ya mwisho ikafikia hatua ya kwenda kupima DNA. Kuna mtu alihoja hapa, hivi kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu DNA inaruhusiwa? Mashehe wenye kutoa fatwa wapo, watajua DNA inaruhusiwa au hairuhusiwi. Dakika za mwisho ikaja neno la kwenda kufanya DNA. Wakakubaliana siku na tarehe. Siku fulani tutakwenda, ili mahakamani kupatikane ushahidi kweli huyu mtoto ni mtoto wa Sheikh Walid. Kilichotokea, yule mwanamke alipotea 100%. Hakuonekana kabisa. Mpaka kesi wakawa naenda watu wa upande mmoja. Haya mambo sio kuzungumza, kwa sababu mambo haya ni ya familia, ya mtu ndani, ya mtu ya siri yake yeye mwenyewe binafsi. Ushanifahamu? Sisi tunazungumza baada sasa, kwa sababu baadhi tunayafahamu, sasa hatuwezi kuyafahamu yote, kwa sababu ni mtu wa watu, ni kipenzi cha watu. Ushanifahamu? Kwa kilichokuja kutokea ni nini? Ule mama akakimbia nduki, hakuonekana tena. Ile kesi ikaendeshwa upande mmoja, anatafutwa hapatikani. Basi kesi ikafutwa, jambo likaisha. Yuzi suka pangwa na nani yule mama. Sasa jamani, wanawake mbona mna roho ngumu kiasi hichi? Jamani, punguzeni. Mwisho wa siku huyo mtoto kama kweli angekuwa ni wa kwake, kama ni wa kwake, automatically tu vitu vitakuja kujikliki tu. Ushanifahamu? Dakika za mwisho mama anakuja kuzagaa mitandaoni. Anakuja kuzungumza, anawazungumza. Lengo kumchafua kiongozi wa dini. Na